majanga, awe mtu wa kutisha, asiyefaa mbele za watu. Yaani ukiongea point hivi mbele za watu, watu wote wanasema sasa ameongea nini huyu, mjinga kabisa. Wanatawanyika, wanaenda na geuza hayo maneno ambayo walikuwa wananifanyia na warudishia wao kwa jina la Yesu Kristo. Pointi ya pili, kumbe ardhi hii ina uwezo wa kupokea laana. Kuna laana iliwahi kusemwa mahali, ile laana ikaja kwako direct. Inakujaje? Kwa sababu ilisemezewa kwenye ardhi. Kile kitabu cha Yoshua 6:26. Kwa wale wanaoandika ile Mwanzo nilisema ardhi hii ina uwezo wa kutunza kumbukumbu. Kile kitabu cha Yeremia 22:29-30. Ardhi inaweza kutunza kumbukumbu. Andika mstari huu, Yeremia 22:29-30. Alafu kwenye kile kitabu cha Yoshua 6:26, ardhi imepewa au ina nguvu ya kupokea laana. Yaani imekaa pale ardhi inasubiri maneno mabaya yasemwa. Jioni ya leo kila maneno mabaya yaliyosemwa hayatakupata kwa jina la Bwana. Kuna watu ambao wamekulaani, lakini laana ile ametumia ardhi. Umemwona kabisa mtu hivi kavaa suti, kavaa gauni lake, anaenda mahali anachukua ardhi, alafu anasema na ilaani, ninavyo ilaani ardhi ndio ninavyomlaani huyu Kisabengo. Kwa hiyo anaanza kutamka maneno ya laana, anasema yale maneno ya laana. Anaposema yale maneno ya laana, ile ardhi inapokea nini? Laana. Inapokea laana, na ile laana inakaa kwako. Unaanza kujikuta una mambo ya laana tu ambayo yamesemwa mahali, yametamkwa mahali. Kila maandishi au laana iliyotamkwa kwa kilaana inafutika kwa jina la Bwana. Haleluya.